sizielewa. Hata kwa wazazi tulifika tu kwa wazazi wangu, na tulipofika kwa wazazi wangu watu wakajiregister pale, lakini walienda moja kwa moja kujua kwamba wamepata mtu. Ndio maana hiyo yote kutoka Nyanza hiki kipindi nao wachungaji ilikuwa ninakaa mkali, maana nikijua kwamba wetu wakutolewa kitu au kujua ukali wangu nini, yaani nini ananitolea. Lakini sasa anyway, kupitia hayo yote, asilimia yote 100 yote tuachane nayo. Kuolewa na kuwekwa ndani ya nyumba sasa ilionekana kwamba babangu ana kazi, babake ana kazi. Kwa hivyo ni kijana yani alikuwa hajitumi, anategemea wazazi pote pote. Akikuta kwa mzazi wake ananiuliza ya kwamba hiyo mzazi wako kwamba tumelemewa eti. Hiyo ndio ilikuwa. Lakini wazazi walipokufa wote tu, wote wanne, kwa upande wake wawili, kwa upande wangu wawili. Sasa ndio niliambiwa kwamba kuisha kwenda kwenye. Alafu sasa unajua sasa kuna wale ambao wage inanisumbua ya kuanguka kifafa. Hata kwa kuwa sasa ilikuwa kinisumbua, sasa hizo ndio nilikujua nayo. Eti nawezaje kulea mlemavu ndani ya nyumba. Hiyo ndio kitu nilitoka nayo na uchungu. Sasa hata yani nikasema kwamba ni mimi ningekutwa mlemavu kiasi kwamba ina miguu yangu, ina mikono yangu na kila kitu niko nacho. Ndio, kuna hali ndio haionekani, lakini hiyo ni hali ya kuendelea tu kukemewa polepole. Nimeamini ya kwamba ikiendelea kukemewa na wachungaji polepole itaishi. Lakini sasa kama ni mtu wako wa karibu, unganishwa naye, nasema kwamba ni mwili mmoja, ataiunga mkono, ataitia nguvu. Hapo ndio uchungu mwingi nilitoka nao. Sasa nikasema kwamba wacha na ikae, nende nikatulie kwetu. Lakini kutulia kwetu tena, nilienda na mtoto wangu wa kwanza kwa mwezi mmoja. Sasa kwamba mtoto wangu saa hii ana miaka 22. Na vile ninavyozungumza hivi, ndoa yangu vile niko nashuhudia kutoka tutoke Tanzania imetengenezeka. Ndoa yangu imetengenezeka baada ya miaka 22 kugonga. Mtoto wangu wa kwanza amegonga miaka 22. Na ndoa yangu inatengenezeka. Na ndio nimeacha na huyo mtoto wa miaka 22. Na nina watoto wote 4, lakini watoto wote ni wangu. Lakini nilikuwa nabebaga lile neno lile, yale maandiko yanasema kwamba tusameane, tuachilie. Dakika kidogo Maria ameachilia, nimesamehe, nimerudi kwangu. Lakini kurudi kwangu kwenda kubeba, tena kwenda kwetu. Majukumu yana alikuwa bibi majukumu. Mimba naenda kulea kwetu mpaka nijifungue, nisaidie na wengine. Hata jina hata naenda kibahatisha majina tu. Yaani majina naenda nikibahatisha. Tena akija kusikia kwamba nimejifungua, analeta ukali wake tena unakuja kupanda juu. Tena anyway, kwa kuwa Mungu unajua kwamba hiki kiumbe wewe ndio unapatia. Najua kwamba utaniwezesha jinsi ya kukilea na mpaka kifike pale wewe Mungu unapotaka. Na kweli nashukuru Mungu kweli. Nilienda hivi nikibebeshwa mimba mpaka watoto wangu 4. Nikasema sasa naliwe nalifae. Kama nitaitwa kwamba mimi ndio mwenye kubomoa nyumba, wacha leo ikae. Watoto wangu 4 nimetosheka, nimeitwa mama wa watoto. Vijana 3, msichana 1. Lakini hivi sasa tulivyoenda Tanzania, nikaanza kujiuliza maswali. Tuongeleshe kwa nini hii inaitwa kwamba wasawa wa jamii. Wasawa wa jamii. Kwa nasema kwamba nitakaa nikichangia vipi kipindi cha manumanu, nikisema kwamba nimeweka jamii yangu katika usawa. Ni usawa gani inauweka kiasi kwamba msingi wenyewe wako kwa wajomba, hawako kwa baba. Nitawatengenezea msingi gani? Yaani sasa huo uchungu nilivyovaa kule kweli. Nashukuru Mungu kweli uchungu kweli ulionekana kweli na nikavunjia roho uchungu. Nilivunjia roho uchungu eti kukula alikuwa sikuli. Bibi yangu wenyewe ilikuwa inanilisha. Kuvaa kwangu nilikuwa navaa mwenyewe kupitia kwa bibi yangu mimi mwenyewe. Lakini kupitia yani kwa ule uchungu ambao ulionekana pale, ni uchungu ule ambao yani wakisema kwamba nachangia vipi wanandoa na kiasi kwamba mimi siko katika ndoa. Nilivaa huo uchungu yani kwa muda kadhaa hivi. Lakini nashukuru niliuacha katika ile compound ya Tanzania pale. Na wachungaji ambao hata wengine na uko nao katika studio sasa. Tunawashukuru sana na Mungu awatie nguvu na Mungu azidi kupanua kipawa hicho ndani yao, azidi kukisimamisha kisipungue, yani utukufu zidi kumrudia huyu Mungu. Sijui yani nitazidi yani kuwapatia nini, ile utukufu utazidi kumrudia huyu Mungu.
wale makubwa yani wamefanya, Mungu akatenda kwangu. Barikiwa sana. Amen. Lakini saa hii niko kwangu najivunia. Saa hii naitwa Mrs. Olilo. Asante. Saa hii naitwa Mrs. Olilo. Na ushahidi ni Maria Barawa. Lakini jina langu mimi naitwa Mrs. Olilo uko wa Maini. Asante, barikiwa tena zaidi. Barikiwa sana. Haya, shukrani, asante kwa ushuhuda huo mzuri tena zaidi na tena sana. Ndoa imerudi sawa na sasa uko vizuri tena zaidi. Jambo la busara tena zaidi. Wachungaji, tunapoendelea chini niwapatie nafasi kama mko na la kuweza kureact kidogo kwa swala hilo lake na kwa ushuhuda wake tunapoendelea. Karibuni. Maria, nimekusalimia. Na pia ni kwamba asante kwa huo ushuhuda. Kwa sababu inajitokeza pale tulipokuwa tukiongea kwamba kujiandaa. Unaona kwamba wakati ulipokuwa umejiandaa kuingia katika ndoa, ingawa kuna zile changamoto ulikutana nazo baada ya kuambiwa kwamba nenda uitishe, nenda uombe, na wazazi wakawa hawako, lakini bado ndani ya moyo ulijiamulia kwamba wewe ni mke wa mtu ama ni mwanandoa. Ulikuta kwamba Mungu alikusaidia na akakupa moyo wa msamaha. So ni vizuri kwamba tuwe kweli tunakuwa na kujiandaa. Maana katika kule kujiandaa kuna tusaidia kwamba tusimame wakati ambao tunaonekana kwamba hatuwezi tukasimama. Maana ni kama vile nilivyotangulia kusema pale, ndoa si kwamba eti ni ndoa tu, kuishi tu na kupendana tu hivyo. Tujue kwamba wakati mwingine kunaweza tokea hata machukizo, hata kunaweza tokea mambo machungu pale katika ndoa. Kama ikiwa kwamba moyo wako haukujiandaa kikamili kuingia katika ile ndoa, mimi naona kwamba huyu mwanandoa akishindwa na ile ndoa, ama huyu kijana akishindwa na ile ndoa, kwa sababu ndani ya moyo wake labda akili yake iko mara mbili, akae kwa ndoa ama arudi nyumbani, aende kwa wazazi ama asimame na ndoa. So ni vizuri mtu kujiandaa na kuamua kabisa, nimeamua liwe liwalo, mimi sasa siitu tena fulani, naitwa mamake fulani ama naitwa bibia fulani, na hata kuwe vile kutakavyokuwa naitwa bwanake fulani, kwa sababu ya moyo wako umeamua. So ili jambo la kuamua ni lizuri, na tunaona pale limekusaidia, umesimama katika ndoa. Hata kama katika umri huu unatafuta kuona ni jinsi gani watoto wangu wataishi katika familia ambayo ni familia iliyo na ndoa, labda ni familia iliyo na misingi inayotajwa kwamba mzazi ako na nyumba yake. So kile ninasema kwamba uandalizi katika ndoa ni jambo litakalo nisaidia, litakalo kusaidia, ama litakalo saidia hata wengine kudumisha ndoa zao. Maana tujue ya kwamba leo tupo na wazazi na kesho wazazi wanaweza kuwa hawako. Si kwamba eti wamekufa, wanaweza kuwa wako katika ulimwengu huu, lakini jua ya kwamba ndani ya ile ndoa ni wewe na mume wako, ni wewe na mke wako. Kuna vitu vingine kitambo mzazi aje kuvijua, umevipitia hata labda ukavisolve. Wakati mwingine vitu vingine hata mzazi hafai kuvijua, unavisimamia tu wewe peke yako na kusema ya kwamba hili ni langu, nitapambana nalo mpaka nifike mwisho. Lakini utasaidiwa na kuona kwamba ulikuwa umejiandaa mwenyewe kuingia katika ndoa. Lakini angalia kama ulikuwa umeshauriwa na mtu ukaambiwa kwamba fulani ashaolewa, ndika lako, mlisoma naye, yeye ashaingia kwa ndoa. Unaona unaenda kuingia kwa ndoa ambayo wakati wako labda ukufika, haujafanya maamuzi katika akili yako na kuona kwamba unaweza stahimili. So wakati kumeinuka changamoto, naona ukishindwa, naona ukilemewa, lakini wacha ujiandae mwenyewe. Nikasema juzi hivi kwamba hata kama umri unasonga, chukua muda wako vizuri, ujiandae. Jua ndoa ni safari ndefu, si safari ya siku moja eti umeimaliza. Ni safari sasa umeianza iliyo ndefu, iliyo na msururu wa mambo ndani pale utakayo kumbana na mengine uyajui, mengine hujawahi sikia, mengine hujawahi kuona, lakini itakubidi kwamba uyajue na uweze kustahimili nayo, kwa sababu ulifanya uamuzi na ukajiandaa kuingia pale ndani. Kwa hivyo uamuzi na kujiandaa kunapendeza zaidi, ili kunifanya ama kukufanya kwamba usimame katika ndoa yako, ili hata ile ndoa Mwenyezi Mungu tu peke yake akapate kupendezwa. Maana yeye anasema hutubariki tunapokuwa pamoja kwa umoja. Alright, asante sana. Karibu sana Pastor Willy kwa kuweza kureactia swala hilo, kisha tuweze kuendelea. Ukweli ni kwamba katika hali hii ya mambo na maandalizi ya ndoa, wakati mingi tumeona vitu vingi tumevishutukia ambavyo vinatubakisha wakati mwingine vinywa wazi, kwa sababu pengine tumevishutukia
au vimetushutukia sisi kama hatukuvitarajia au kuviandaa na hatukujiandaa kwa ajili ya hayo. So yanapotokea wakati mwingi huwa inatusumbua, inatutatiza. Lakini asante kwa sababu kwamba baada ya kujiandaa na kujiweka vizuri, utakuta kwamba mambo ambayo yanayokuwa yanakuja, unakuwa na uwezo wa kujua hili linakuja vipi na nitalibeba vipi, nitaenda nalo kivipi mpaka litakapotokea mwisho wake, na mwisho wake utakuwa vipi. So kwa sababu ni kitu ambacho umekiandaa, kinakusaidia kwamba jinsi utakavyoenenda na mpaka utakapoona vile kimefanikiwa. So kujiandaa ni muhimu zaidi na ni jambo la maana sana, na ukweli linahitaji kwamba tulibebe mzigo ama tulichukulie maanani. Wakati mwingine maandalizi yanakuwaga ni kama ya muda, yani maandalizi si ya dakika kidogo tu. Maandalizi wakati mwingine huwa ni msingi, maana ni maandalizi ni ujenzi wa msingi wa jinsi utataka vitu vyako vikae. So maandalizi wakati mwingine hutumia muda, kwa sababu lazima uchimbe ndani, lazima uweke gharama kubwa katika kuandaa, lazima uwe na muda mrefu wa kujipanga mpaka utakapoona hili jambo ambalo niko nalo ama ninalotamani lijitokeze. Sasa basi litaweza jitokeza kwa sababu ya jinsi nilivyo jiandaa. Kwa mfano, mtu anapojenga nyumba kwa ukweli, na ukijua kwamba unataka kujenga nyumba ambayo ni ya ghorofa inaenda juu zaidi, utakuta kwamba yale maandalizi yake haiwezi kuwa ya ovyo. Haya maandalizi lazima ni mazito kwa sababu ya kila ambacho ndani mwako umekusudia ukifanya. Na wakati mwingine tunapoona ukiandaa, inatupatia picha wa kile ambacho umekusudia kukifanya, maanake maandalizi yatatueleza. Na tunapogundua wewe ni mtu tu unataka kuingia kwenye ndoa na hakuna kitu umekiandaa ama hakuna maandalizi yote, tutagundua ama tutaona kwamba huyu mtu hayuko serious katika kile anachotaka kukifanya. Maanake unataka kuingia kwenye ndoa, unataka kuingia kwanza maisha mapya, lakini uko umetulia, hakuna maandalizi yoyote. Tunagundua you are not serious about kwa hili ambalo unataka kulifanya. So ama hauko serious, ina maana kwamba maandalizi yako ni hafifu, na kama maandalizi ni hafifu, basi tutegemee matokeo madhaifu, tutegemee kuona matokeo ambayo sio na nguvu sana, kwa sababu ya jinsi umekosa kuwa na muda wa kujiandaa. Ningependa pia niongeze katika swala la kujiandaa, kuna kitu ambacho tunakiona kwamba ambapo ni muhimu sana, kwamba katika maandalizi uwe ni mwanamume au mwanamke, uwe umejiandaa kisheria. Hili jambo ambalo watu wengi huwa walizingatia, na nimejaribu kuongea hapo kidogo, lakini nataka tu niliweke kwenye namna ya kueleweka vizuri. Ujiandae kisheria. Mtu anapofika mahali anapotaka kumchukua mtoto wa mwenyewe na aishi naye kwenye nyumba yake, na aishi naye kama mke wake, na wakae pamoja, wazae watoto, walee watoto, hili si jambo tu la kwamba nimekupenda njoo tukae. Hili ni jambo ambalo litahusisha sheria, na ukweli ni kwa sababu leo hii tumepuuza hili jambo. Unakuta unachukua mtoto wa mwenyewe, unakae naye, haujui kwamba kuna sheria inayokuruhusu ukae naye. Utamchukua tu, utasema nimependana naye tu, anaweza kuwa kwangu, nikafanya vile ninavyotaka. Na ndio maana kunakuta watu wengi, kusema ule kweli, wameolewa lakini wameteswa sana, wameonewa sana. Umekuta mtoto ameingia kwenye nyumba lakini ameteswa, amedhulumiwa, ameonewa kabisa, anaishi kwa majuto, anaishi kwa mateso, kwa sababu aliingia bila kujua kuna sheria, au mwanamume alimuoa mwanamke bila kujua kuna sheria. Na lazima tuelewe kwamba lazima tujiandae kisheria, kwamba sheria inanuhusu inasemaje kuhusu kuoa kwangu, sheria inasemaje mimi kuishi na huyu mwanamke, mtoto wa wenyewe. Ni sheria gani, ama sheria inaongea vipi, inani control aje, inanipeleka aje sheria.
kwa sababu siwezi kuishi naye tu kwa sababu nimempenda basi nakaa naye tu hivi hivi. Lazima kuwe kuna sheria ambayo inazingatiwa. Kwanza, sheria ya kwanza, lazima kwanza familia ya huyu mtoto unayekaa naye iwe imeruhusu. Serikali naye imesema mtu yote anayeingia katika ndoa awe lazima ako na cheti. Cheti manake ni sheria ya kutuonyesha hata serikali ijue kwamba huyu hawa wanaoishi pamoja wamekubalika kwa wazazi na hata kiserikali. Hii ni sheria na lazima sheria ifuatwe. Lakini ninapozungumza hili, najua kuna watu wengine wanaweza kosa kunielewa ama watanielewa, kwa sababu unapoingia katika kuanza maisha na mwana na mtoto wa mwenyewe, lazima kwanza sheria ifuatwe, lazima sheria iangaliwe na sheria izingatiwe katika maisha. Na kusema ule kweli, leo hii watu wengi hatuna baraka, watu wengi hawana mafanikio. Kwa sababu gani? Wamepuuza hili sheria, wameingia katika upendo, sema as long as tunapendana wacha tuishi tu maisha, but wamepuuza sheria. Sheria hii ni muhimu sana. Hata tukirudi kibibilia kwamba walipo wakati Isaka anataka kuoa, Isaac anataka kuoa, kuna vile alivyoongozwa kuoa, kuna vile alivyoongozwa kuoa. Tukiangalia watu wengi katika Biblia walivyokuwa wanaingia katika masuala ya ndoa ya kuoa, wana vile walivyokuwa wanaongozwa kuingia kuoa, na kuna mkakati ambayo ilikuwa inawekwa kama sheria iwaongoze kuingia katika ndoa. Na nashukuru vile vile pia kama sheria zipo zinazotongoza kuingia katika ndoa. Hizi sheria zinatufanya tubakie katika njia ya sawa, na katika hii njia tukizingatia sawa, ndiyo njia itakayotuletea baraka katika ndoa zetu ama katika maisha yetu. But if hatutafuatilia sheria, tutaoa kiholela, tutaingia katika ndoa bila kujua kwamba kuna maandalizi ya kisheria ambapo sheria inastahili inifuatilie ama ilinde hii ndoa. Kuna sheria za kidini, kuna sheria za kiserikali na kuna sheria za kifamilia. Hizi ni sheria, na kuna sheria pia hata za kimila. Napoongea kuhusu mila naonekana kama niko kando, lakini hata sheria za kimila zilikuweko, sheria ambazo zinastahili ziongoze mtu. So lazima ninapotaka kuingia katika ndoa niwe nimejiandaa. Kama mimi ni mwanadini, basi sheria ya dini inaniongoza vipi kuingia katika ndoa? Kama nafuata mila, basi mila zinasema nini kuhusu kuingia katika ndoa? Kama ni kiserikali, je, serikali inasema nini kwa mimi ninapoingia katika ndoa? Je, familia ambapo ninaoa kwao wana sheria gani wanaonipa ili ziniongoze ninapoingia katika ndoa ili nikae na mtoto wao? So lazima hizi vitu tuvifuate. Alright. Asante sana, shukrani tena zaidi na tena sana msikilizaji wangu, natumai umeweza kusikia hayo. Azimeweza kukatika ni saa 5:17, saa 5:17. Nasema leo sifa Kisaka na Pasa Gethro na Pasa Tole. Bwana Yesu sifiwe. Mimi nabarikiwa sana na ushauri wenu, maana unatujenga. Mungu awabariki zaidi na zaidi. Swali langu mimi ni kwamba unaweza ona msichana amekulia kanisani vizuri Sunday school, alafu aje aingie kwa vijana na hata ako na huduma kanisani kama praise and worship, lakini unakuja kusikia huyo dada ameolewa usiku. Hiyo inakuanga ni nini sasa? Asante sana, bila shaka pale. Alright. Mtu amekulia kanisani alafu anaolewa usiku. Okay. Hello Sifa. Hello, Sifa. Yes, mamangu mama Mtua. Yes. Habari ya Taveta? Alright. Kuja tena mamangu mama Mtua, simu yako imeingia hold. Itoe kwa hold, alafu kisha uweze kuja tena tuweze kuzungumza. Na wachangani nitakuwa nawapatia nafasi kuweza kuletea swala hilo. Mtu amekuwa katika misingi ya kidini kabisa, alafu usiku mmoja hivi anaamuka ameenda cha usiku. Anasema leo JK, mambo vipi? Poa sana na umepotea sana. Asante, niko tena zaidi, ila tutashukuru umerudi. Sasa naulizaje on Friday? Okay. Sawa, yako nitaiangalia, alafu kisha nitakujibu. Hello Sifa. Hello, Sifa baba. Yes Sifa. Asifiwe. Sifiwe Masia, mamangu mama Mtua, karibu. Asante bwana.
sana. Habari ya siku mingi. Niko mzima kabisa, nashukuru. Nimewasalimia wachungaji hapo. Aha. Amina. Nina habari kutoka kwa upande wa vijana wetu. Mhm. Wale ambao wanapeleka ripoti kwa wazazi wake. Yes. Ni wale ambao wanamjua Mungu na wako na hofu ya Mungu. Mhm. Ikiwa bado hujamjua Mungu, ni kama vile unaona umemsomesha kijana ama msichana enda kazi kama ni Nairobi ama Mombasa. Sasa huko anakutana na Bwana na huko anaolewa. Wewe mzazi uko nyumbani unakuja kusikia kwamba msichana wako ameolewa. Sasa hawa ndio hao naona ambapo wanakaa bila kuweza kufahamikiana. Yaani msichana unakubali unakaa na kijana, pengine hajui kwenu, na we kijana unakaa na msichana na hajui kwenu. Sasa ushauri wangu ni kwamba vijana wetu wajitambue na waweze kujielewa. Kama we ni msichana ujielewe. Ule kijana ndio umemuona, na hata kama bado hujaokoka umjui Mungu, mwambie kweli tumetendana, lakini tarasimu niende kwa wazazi wangu na wewe ende kwa wazazi wako. Abda tukisapokea zile baraka ndio tutajua ndoa yetu itaenda namna gani. Sasa ikiendelea namna hiyo haitakuwa ngumu. Kama kijana unafanya kazi, mzazi wako hata kama ana kitu, hata kama ana kile kidogo, we kile utakachokuja nacho kule utamzika mzazi. Mzazi atakushika mkono na mtaweza kuandamana muende pale kwa msichana. Pia huko kwa msichana mpate kibali, kwa kijana mpate kibali. Kama mmeokoka mpate kibali kabisa cha kuweza kufanya mambo ya ndoa. Maana vile navyoelewa hao ambao wako kwa kanisa, kwanza kama yale mambo ya kufahamikiana, kutoa ile mahari za kwanza, hizo wanga zinafanywa kwanza ndiposa msichana akaweza kufanya nini? Kuolewa. Si uolewa alafu ifanye. Hiyo kwanza wanatangulia kila kabila, kama ni kabila gani wanajua jinsi wao wanafanya. Alafu wakijua vile wanafanya, wanamaliza hiyo, ndio sasa wakirudi wakioana, wanaanza kutafuta mahali. Ili mahali sasa wakitafuta wanashirikisha wazazi. Ndio sasa wazazi wanapata nafasi na kwenda kwa wale wazazi wengine, wanaenda wanafanya jambo ambao ni jambo nzuri. Lakini sasa hii ya kijana, yeye ako kule kazini. Baba akisikia mwanangu njoo huko, kwa sababu gani? Nini na nini? Yaani hata ni kama hataki kukuja nyumbani. Ndio mara nyingine tulikuwa nayo kwamba umeoa, uko na mke wako, hakuna hata mtu wa kukaa naye. Sasa wakati ndio unajua na mzazi mwite ule mzazi akuje ndio akae na mke wako. Lakini kama utakuwa mara nyingi, hata kama ndio umeoa kwa njia hiyo, mara nyingi uko na usirika na wazazi. Mzazi ni mtu anapenda mtoto wake sana. Kama ni msichana, kama ni wa kike, lazima akupeleke kwa njia inayostahili. Lakini hapo mengine mimi ni mzazi, nikae kama miezi 2 3 ama mwaka, niambiwe msichana wangu amepata mume huko, ama kijana wangu ameoa huko. Sasa ile mawasiliano ya wazazi, msichana yule wazazi wake na kijana wazazi wake, inakuwa ni ngumu. Ni watu ambao hawezi wakaelewana. Na ujue hao wawili wenye ndoa ndio watakufanya kwamba watafanya mzazi ajue ule mzazi mwenzake na ule mwingine ajue ule mwingine. Kwa hiyo mimi napenda nishauri wa vijana wetu. Ni kweli umempenda msichana, lakini chukua wakamba anasema osa itambia. Yaani chukua hatua kidogo, umuelewe mwenzako zaidi na yeye akuelewe zaidi. Ukienda kwa wazazi, ukienda kwa mchungaji, ni kitu umepekeza ukajua hili linanifaa na hili ni nzuri. Na hiyo ndoa ya mmoja wapo na mwingine itadumu na itakuwa na furaha na itakuwa ya kupendeza na itakuwa ya kuigwa na wengine. Maana kulingana na hii kalana tuko nayo ni mbaya sana. Yaani vile wachungaji wanasema hapa, inastahili uchunguze sana. Hata kama wewe umezaliwa katika boma ya utajiri, jichunguze, jielewe, kuwa na nyumba yako mahali. Weka kameza, weka kakitu pale. Wakati ambao utamchukua msichana ndio umemweka pale. Yaani utakuwa unajua kwamba hapo ndio nitaanza kujipangia. Hata kama utamekewa sehemu kule. Na pia kuna wengine hata wazazi wao wana nguvu. Kama una kazi kadogo umepewa, hata kama ni yako mwenyewe umejiajiri, hebu fanya kitu kako kazuri. Hata ule msichana ukimlete
ataangalia kwa macho. Mama wanawake tumepewa hekima nyingine na Mungu, ataangalia ili aone we hapa hapana. Lakini akikuta wamepanga atasema mbona hapo panakaa kama wanaingianga mwanamke, na kumbe yeye ndio mwanamke wa kwanza amepelekwa kwa ile nyumba. Kwa hivyo vijana wetu wajipange, na sisi tutawashika mikono, tutaandamana na wao. Kulipia mwanamke mahali, hiyo ni haki yake kabisa. Maana hata Biblia inatuonyesha ila Isaka alipopata mke, ila Ibrahimu alipotuma mfanyakazi. Hiyo tunaelewa, na kile alichokitoa kule kutoa ni vizuri. Lakini siku hizi unaweza kusikia wengine wanasema kwani mtu ni ng'ombe nini? Yaani kuna msemo huwa anasema nitanunua mwanamke ninanunua nini, na yaani wanaongea mambo, na hiyo si mazuri. Kitu kizuri ni ujue huyu mtoto wa kike alizaliwa, alikuwa na wazazi, na wewe pia hivyo, lakini wewe mwanaume ndio kuna majukumu ya kumuoa. Maana hata huyu mama yako aliyokuzaa kuna kile baadhi alitolewa. Yapo hata Maria pale amesema kuna mwingine kweli kabisa na mtoto amaliza pompozo kazini, lakini hata hajatolewa chochote kule kwao. Sasa ujue hiyo ni madhabahu. Hata huyu mtoto wake itakuwa ngumu na atakapooa apate naye kuweza kutoa kitu kwa wake wake. Si Mungu na wabariki tu. Na wewe si ubarikiwe tena zaidi mamangu Mama Mtua. Asante. Haya. Shukrani, asante sana mamangu Mama Mtua pale kwa kuweza kuchangia na kuweza kuzungumza na sisi pale. Barikiwa tena zaidi na tena sana. Wacha niwapatie nafasi wachungaji ili kuweza kujibu swali la huyu mtu ameweza kulelewa kanisani na maadili kabisa ya kikanisa, hata na huduma kanisani, lakini asubuhi moja hivi anaamkia kwake cha usiku amebebwa akaenda, ama ameenda, walikubaliana na mtu wake hivyo wakaenda. Je, ni sawa jamani hivyo ama inakuwa vipi? Karibu mchungaji. Ukweli ni kwamba nilivyosema kwamba kuna sheria za kidini, kuna sheria za kiserikali, kuna sheria za kijamii na hata kimila, na wakati mingi katika matarajio yetu makubwa tunapoingia katika sheria za kidini, huyu amekuwa muumini pale church na ameonekana kabisa ni mtu ambaye amezingatia pengine ile huduma ama shughuli ile ambayo anaifanya pale kanisani, lakini itakapofika masuala ya kuingia katika masuala ya ndoa, hili jambo ni kama linamlemea, ama hili jambo ni kama halina msingi mzuri kwake katika mawazo yake. Ndio maana utakuta ghafla anaweza toka ama anaweza kutwa tayari hayuko tena nyumbani, ameshasafirishwa usiku na ameingia kwake. So hili ni jambo ambalo tunafaa kulielewa, ya kwamba mtu huyu anaweza beba majukumu, ama anaweza beba huduma, anaweza beba shughuli zote za kanisa kwa moyo wake wote, lakini kwa upande wa masuala ya kindoa akawa mnyonge, akawa mdhaifu kiasi cha kwamba hawezi weka msingi na mkakati ambao anaweza simama akaubeba, akafuatilia ama akazingatia kile ambacho ni cha muhimu kufanya. So utakuta kwamba ni mnyonge katika masuala haya, na ndio maana kwa haraka tu anaweza bebwa na ashindwe kustahimili, ama ashindwe kuweza kwamba anaweza vumilia ama anaweza panga mpaka wakafanya vile pengine ilivyokuwa inastahili ifanywe. So kimaadili, tukirudi maadili ya kanisa, inaonekana huyu amekosea. Huyu amekosea kwa sababu tulitegemea ile heshima anayoifanya ama jukumu analolifanya kanisani, basi tungetegemea kwamba wakati wa harusi yake ama wakati wa kuolewa kwake, maybe sasa kama kanisa tuhusishwe na tufurahie, tusherehekee pamoja katika mipangilio ya kuolewa ama kuoa kwake. Lakini ukute kwa upande huo ameshindwa kabisa kutimiza hilo ama kulifanya hilo, na itakuwa kwamba kimaadili ya kikanisa amekosea. Lakini bado serikali inataka pengine hata kama ulifanya hivi, basi njia ya muhimu
ni kwamba tutakupa cheti kuonyesha kwamba wewe umeingia kindoa. So kuna mambo ambayo tunaweza kuyazungumza ambayo ni kisheria, lakini ni sheria ya dini au ni sheria ya jamii au ni sheria ya mila. So vitu vingine lazima kwanza tuelewe. Yanaweza kuwa jambo hili likawa tatizo kubwa, lakini kwanza tutaona ni jamii inasema nini, dini inasema nini, serikali inasema nini kuhusiana na hili jambo. Kwa sababu tunaweza mhukumu kwamba alikuwa mwimbaji vizuri, alikuwa kabisa, lakini akafanya ujinga tu, akatoroka tu, akaacha hivyo. Na ni sawa tukaongea, tukaona ni kwamba pengine tumemtupa ama tumemwongelea kwa sababu amekosea, lakini ni swala ni je, amekosea kwa sheria gani? Amekosa kwa sheria ipi? Ya kidini, ya kimungu, ya kanisa, au ni sheria ipi ameikosea? So nafikiri nikijibu hapo itakuwa imeeleweka tu. Alright. Asante sana, shukrani tena zaidi na tena sana. Nasema Bwana Yesu sifiwe. Wachungaji, niko na swali. Iwapo mtu amepata mimba, wazazi walipojua niko na mimba, wakanisukuma kwenda kwa mwenye mimba na nilikuwa sipendi huyo baba mtoto, ni sababu ya mimba ndio nikasukumwa kwa ndoa, na hadi sasa niko kwa ndoa lakini simpendi huyo mme na wala sina hisia za huyo mume, hisia zilisha kabisa. Je, nitafanya nini? Sina hisia kwa mme na simpendi, na nina watoto 2 na huyo mme, nisaidieni jamani, niko njia panda. Okay, alipata mimba, akasukumwa na mimba arudi kwa huyo mwanamme, lakini hana hisia kabisa na huyo mume, anaishi tu kwa ajili ya hiyo mimba. Kulingana na yeye vile anavyosema, anaomba ushauri, hana hisia, hana mapenzi yote na mwanamume huyo. Huyo anasema hujambo, naendelea kutegea but huyo mama nimesikia but sijamuelewa, hebu tueleze kiufupi tumuelewe vizuri. Alright, natumai naongelea I think ni ushuhuda ambao alikuwa anatoa bila shaka pale Maria kutoka kule maeneo ya Barawa, na akatoa jina lake pale vile anaitwa sasa hivi. Kwa hivyo ilikuwa ni ushuhuda tu alikuwa anatoa, kwa hivyo haikuwa ni jambo la ziada sana. Okay, dakika ni 32. Wachungaji, cheni niwapatie nafasi kuweza kumshauri huyu ambaye hana hisia kabisa na mme. Ndio ako katika hiyo ndoa, lakini ako tu kwa ajili ya mimba aliyofukuzwa na wazazi, arudi kwa huyo bwana. Karibuni wachungaji. Amen. Kisaka mimi naomba niseme hivi kwamba hawa watoto wetu wanatudanganya. Kiasi cha kwamba ati mtu anasema alipata mimba na hana hisia na huyo bwana, hakumpenda. Sasa ikiwa kwamba hakumpenda, alikuwaje mpaka akaenda kukaa naye walale mpaka wapate mimba? Hii niseme kwamba ni pepo tu imeingia ya kutaka kumnyima amani katika ile ndoa. Maana ikiwa kwamba alipata mimba ya huyo bwana, si mtu mwingine, na hata kama wazazi walipita na kosa la kumfukuza aende kwa huyo kijana, mimi niseme ya kwamba labda arudi nyuma, au ponye moyo wake na kile kidonda cha uchungu. Maybe ni uchungu wa kupata mimba wakati alikuwa hatarajii kwamba angekuwa mjamzito. Maybe alikuwa anaona kwamba atafanya mapenzi tu hivyo, alafu baadaye itoke kwamba amejificha, watu wasijue kwamba anatoka nje, ama watu wasijue kwamba anacheza mchezo wa ngono. Lakini bahati mbaya akajikuta kwamba ako na ile mimba ndani. So hii isiwe kwamba sababu eti wazazi walipomlazimisha yule mwanaume. Mimi sioni ikiwa kwamba ni sawa kiasi cha kwamba mtu anasema kwamba hakumpenda. Na imagine umeenda kwa mtu, umemvulia nguo zako, ameona uchi wako, au umekaa naye mpaka mkaingia katika kucheza huu mchezo, na mpaka dakika mwisho umepata mimba, alafu unakuja kusema kwamba haukumpenda. Mimi niseme tu labda ni ule uchungu na auondoe ili ndoa yake ipone. Anapochukua na kurudi nyuma na kuiombea ndoa yake, ama kuponya moyo wake, ama atafute ushauri labda kwa mtu
ambaye ni mkubwa kama vile nilivyosema, aponywe kile kidonda, mimi naona atasimama tena na hii ndoa vizuri sana, kwa sababu yashatokea, ametokea. Ayakubali na ayavumilie ndani ya moyo wake kwamba ameshaingia katika ile ndoa, kwa sababu akiendelea kusema kwamba hampendi, ni hisia tu za kana ile mume, tayari anasema ako na mtoto wa pili. Ataenda hivyo, labda tena atajikuta akiwa na mtoto watatu. So hii ndoa kumaanisha itaishi na uchungu tu hivyo hivyo. Kuna vitu vingine vile tunarudi pale nyuma tulisema kwamba mpaka mtu ajikubali. Kwa hivyo mpaka ajikubali kwamba yeye ni mwanandoa na akubali kwamba huyu ndiye mume tu ambaye yuko naye kwa wakati huu na mpaka miaka yake yote, ili hii ndoa ipone, ili haya maisha yabadilike. La hatataka kujikubali, mimi naona akiendelea kuishi na shida. Na hata si yeye tu, hata wengine wasipojikubali kwamba washaingia kwa ile ndoa na wanaishi kama wanandoa, hata kama ni kijana amemweka msichana wa wenyewe mimba na akapelekewa ama akaambiwa kwamba huyu ndiye bibi yako tu. Maana hatusemi kwamba wasichana peke yake ndo wanakosea. Sasa zingine unakuta hata kijana anaenda anatunga msichana mimba pale nje, watu wa msichana wanapojua wanamchukua ile msichana wanamleta kwa kijana na wanaketi na familia ile na wanasema kuanzia leo huyu ndiye mke wako utakayeishi naye. Na tuseme kwamba walikuwa hawajajipanga hawa wawili, ikiwa hawataketi tena wakubaliane kwamba haya ndo maisha tumeanza, mimi sioni kama wataishi kwa amani. Lazima warudi wakae, waangalie vile walivyokuwa wakipiga zile starehe pale nje. Alafu warudi tena waangaliane, waseme sasa ni kweli tulikaa pamoja, tuliishi katika haya na yale, na sasa yametokea haya. Tupange sasa haya mapya vile tutaanza. Tutaanza kwamba wewe ni mke wa mtu, mimi ni mume wa mtu. Basi tukubaliane kwamba tunaishi kama wanandoa na wakae vizuri. Alafu warudi tena, kama ni kwa wazazi wawape baraka, waombewe ili waanze maisha mapya na waanze safari nyingine tofauti, badala ya kusema kwamba mtu anakaa kwa ndoa na hasikii hisia za kana yule mwanaume. Ataumiza moyo na at the end of the miaka inayosonga atajikuta kwamba ni kama amewesti muda wake, maana hata furahia ile ndoa kama. Na mimi naona kwamba hata baadaye ule uchungu wake utaingia paka kwa watoto. Ataanza kuadhibu watoto, kuwakemea ama kuwapitisha katika misingi mingine migumu, maana ni kwamba anaona hawa wazazi. Na hata baadaye pia anaweza kosa baraka za wazazi, maana kila saa anapokaa analaumu wazazi akisema kwamba walimsukumia. Mimi sijasikia kwamba mtu alisukumiwa kuishi na mtu ambaye hakumpenda. Alright, asante sana. Shukrani tena zaidi. Dakika 36 karibu hapa Sawili kwa kuweza kumshauri huyo ndugu yetu. Kweli ni kwamba kuna misukumo ambayo huwa inasukuma haswa vijana, na wengi hufika mahali wakajutia kwa sababu wanavutiwa sana na misukumo na wanaibeba, wanaishikilia bila kutafuta pengine maandalizi. Kwa sababu katika hali hii hili ni jambo ambalo nimezungumza kwamba watu wengi hujiingiza katika ndoa, hujikuta wameingia katika ndoa bila kuwa wamejiandaa. Sasa huyu mdada ni kama baada ya kupata ule ujauzito imelazimu sasa aingie kwenye swala la ndoa na hakuwa amejiandaa, lakini sababu ya kuingia kwa ndoa ni ule ujauzito aliopokea. Na yule bwana aliposukumiwa akaambia, bwana endeshana na huu mzigo wako. Kwa hivyo ilibidi huyu bwana naye akubali, bwana kwa sababu umefukuzwa kwenu, njoo tuishi pamoja. Na yaweza kuwa ndani ya moyo wake hakujipanga ama hakuwa amejiandaa. Ukweli ni kwamba wakati mingi tumekuwa na shida haswa vijana wanapoingia katika masuala ya ndoa bila kujipanga, haswa wakati wamejipata wameanza urafiki huu au kutegemea kana kwamba utafika mahali ulipofika, lakini mwisho wa siku wamekuta urafiki umewaongoza, umewasukuma mpaka mwishoe sasa kumepatikana ujauzito nao umeleta shida nyumbani, familia imepinga, imekataa kwamba lazima uende na mtu wako. So unakuta yule msichana inabidi aende, inabidi akubali tu, acha tuende tu na huyu bwana, lakini ndani ya moyo wangu maybe sikuwa nimejiandaa kuoana. Na ukweli kama haukujipanga kuolewa na mtu, ni nini kinakusukuma umvulie nguo muingie kimapenzi ubebe ujauzito? Ni nini kama hukumpenda? Na tunagundua kumbe mapenzi basi si upendo. Mapenzi si upendo. Kama kweli ulikuwa hujampenda na mapenzi mmefanya umebeba ujauzito, ina maana kwamba mapenzi si upendo. Mapenzi ni kitendo tu cha kujifurahisha, lakini si upendo.
na watu wengi wamefikiria kwamba mapenzi ndio upendo na wameendeshana na mapenzi, mwisho wake wamegundua kwamba yale mapenzi haikuwaletea furaha. Wengi wanaishi na kujuta kwa sababu walifuata mapenzi bila kuangalia upendo. Na wazazi ambao pengine watafika mahali na wasukume mtoto kwa sababu ya kitendo hicho ambacho kimefanyika, kwa sababu tunajua sawa, mulilala, mulifanya mapenzi kwa sababu basi hivyo moyo wako ulikuwa umekubali, moyo wako ulikuwa ni kweli, moyo ulikubali, lakini kumbe hayo mapenzi ilikuwa ni mapenzi tu na haikuwa upendo. Ndio maana hata watu wengine ukisikia msichana akisema tu, unajua bwana tangu tulipokutana pamoja, unajua sijaona siku zangu, kwa hivyo hali zangu hivi zimebadilika. Unakuta kijana anasema usijaribu kupiga hii simu tena, hii namba tena. So ina maana kwamba mapenzi, basi mapenzi kabisa, mapenzi sio upendo. Na hawa watu hawawezi ishi pamoja kwa sababu walifanya mapenzi, hawawezi kaa pamoja kwa sababu walifanya mapenzi. Maana ndani yao kabisa ni kana kwamba hawakupendana, mapenzi ilikuwa tu ni by the way, so ikaingiana katika safari wakiendelea na shughuli zao. So hii isitegemewe kama upendo, isitegemewe kama wanaweza kaa pamoja. Na ni vigumu sana kusukumia mtu, lakini kwa sababu ya huyu mwenzetu ambaye ameshasukumiwa na ameshaingia pale nako pale, sasa anaendelea kuishi, si amepata wa pili. Maana yule wakati tunasema ni bahati mbaya, sasa ameingia pale kwa nyumba, amekaa, amepata wa pili. Kwa hivyo hakuna mambo ya bahati mbaya, ni yeye ajikakamue, hakikisha sasa, kwa sababu hakuna njia nyingine ya kurudi nyumbani na maisha yanaendelea, basi ndani ya moyo wake aamue kumfungulia mume wake moyo, ampende, amuone kama vile ni mwanamume, amrithishe kimapenzi, kihisia, na ajikute tu ako sawa. Ni swala la mabadiliko ya mawazo. Yani ageuze nia, mawazo yake ayabadilishe tu na aone okay, hakuna otherwise, huyu ndio mume wangu, huyu ndio nimezaa mtoto wa kwanza na huyu ndio nimezaa wa pili. Hata kama ule wa kwanza haikuwa katika mpangilio, lakini tayari nimezaa naye na ninaye mtoto, na wa pili ndio huyu amekuja na tunakaa pamoja. Wacha nikubaliane kimawazo kabisa, nipone na nianze kumpendeza, nianze kusikia navutiwa na yeye, nianze kuhisi kwamba huyu ndio mwenyewe ambaye Mungu amenikubali. Na huenda hata baada ya muda tu akishaamua kurithika katika moyo wake, ukute hisia zimerudi, maisha yake yameendelea kuwa mazuri, na wameendelea kukaa pamoja na hata kupendana na kuishi na kupangilia maisha ya usawa pamoja. Alright, asante sana, shukran tena zaidi na tena sana. Dakika ni 41. Anasema hello, akisaka na wachungaji. Napongeza sana kwa kumjibu huyo wa mimba. Nitakuwaje amepata mimba na mwanamume halafu aseme tena ati hana hisia, tena hana hisia na huyo mwanamume. Alright, asante sana. Barikiwa tena zaidi na tena sana kwa kuweza kuzungumza na sisi. Huyu anasema yes, ni kweli kabisa, unaweza kuwa katika ndoa na pia uwe hauna hisia na mtu kwa sababu uko kwa ajili ya watoto ama kwa ajili ya matakwa ya wazazi, lakini wewe haupo kabisa katika ndoa hiyo. Okay, asante. Wachungaji, nitakuwa napatia nafasi kwa kuweza kureaktia swala hilo wakati tunapohitimisha. Karibu Pastor Gertrude kwa kuweza kureaktia swala hilo na vile vile kuweza kutupatia parting words tukirudi, ama kwa mafundisho zaidi tukirudi kwa Pastor Willy. Amen. Mimi nasema kwamba labda tuiombe neema ya Mwenyezi Mungu itujalie kwamba ikiwa kwamba kiasi cha kwamba tutaishi kwa ndoa na tuwe kwamba tunaishi na wale watu ama wenzetu kwa sababu ya kuona kwamba kuna mtu aliyetuamulia pasipo sisi wenyewe, basi hii mimi naona ikiwa dhiki kuu sana katika maisha haya haswa ya ndoa. Kama vile nilivyotangulia kusema ni kwamba ndoa si jambo la siku moja, wala ndoa si safari ambayo utaienda kesho alafu jioni urudi. Ukishaamua umeingia kwa ndoa, jua kwamba ndoa ni maisha yako yote pale. Kama hukula usichana, hukula ujana, ujue kwamba hapo basi umeingia katika ndoa, umekwisha. Kwa sababu ya nini? Vile vya ujanani lazima uviache, not unless uvichukue uingie navyo kwa ndoa, alafu mpatane na mwenzako pale, ama upatane na mume wako, mwambiane basi haya sikumalizia, wacha tumalize hapa. Na sisemi ya kwamba yale ambayo yalikuwa si ya ndoa ndo mnaingiza kufanya pale ndani.
Kama mlikuwa wakati mwingine labda hamukuishi kutamkiana mambo pale nje, sasa ni wakati wenu mtamkiane mkiwa pamoja kwa sababu ya wanandoa. Lakini tukisema ya kwamba naishi kwa ndoa kwa sababu nilisukumiwa ama nililazimishwa, ni vyema basi hata mtu aamue pale mwanzoni kwamba mimi sitaingia kwa hii ndoa niliyolazimishwa. Na basi shaka inatokea pale kwamba nimebeba mimba ya mtu ama nimezalishwa na kijana, alafu naambiwa na wazazi kwamba lazima huyu ndiye atakaye kuoa, alafu niingie kwa ile ndoa tena kesho nije nikute mambo ndoa haiendi sawa. Mimi nasema ya kwamba pia sisi wazazi tumwombe Mungu atupe neema na moyo wa uvumilivu. Hawa watoto washakosa, wamefanya vile wamefanya, basi tuwachukue kwa upendo. Maana hata Biblia yenyewe inasema kwamba na ndugu akikosea mregeshe kwa upendo na kwa upole. Basi tuketi na wao, hata ikiwezekana muite yule mwingine, ketini na wao, pataneni, ongeleshaneni, muone je, wakati mlipokuwa mkifanya hichi kitendo kimetokea kwamba ni mimba, wewe kama ni kijana unaamua vipi, unafikiria vipi? Alafu pale atakapokupa jibu lake, mpe ushauri, mpe uamuzi, basi mimi kama mzazi ama kama mama nimeamua hivi. Na wakati mwingine iwe kwamba ni uamuzi wa wazazi wawili, kwa upande wa kijana, upande wa msichana, waketi wote pamoja na washauriane. Baada ya wewe keti na kijana na msichana, muongeleshane, mpate ushauri, mpate uamuzi wa hawa watu wawili. Alafu mketi nyinyi wazazi, watu wazima, pamoja kwa umoja. Maana nyinyi mkishanungunika, hii ndoa ya hawa watoto tayari mshaipandia mbegu ambayo si nzuri, mshailetea kama ni laana. Wakati mwingine mnakuta watoto wanaishi katika misingi migumu, kumbe ni nyinyi pale mwanzo mlinungunika. Yakishatokea ametokea, maana hatusemi kwamba tuwatupe watoto wetu, tuko duniani, haya yanatokea. Wewe umejiamini hivi na vile, wengine wanasema kwamba ilikuwa tu ni mapenzi, lakini katika ile mapenzi kumetokea vile kumetokea. Ama ilikuwa ni urafiki, huu urafiki wao umeenda umewafikisha kwamba mazoea yameingia pale kiasi cha kwamba wamekosa mipaka tena. Hatuwezi sema tutawatupa, maana ni watoto wetu. Tufanye upendo, tulete umoja, tulete ushirika kwao, ili hata na wao wajue kwamba walikosea, lakini baada ya kukosea wanatakia kuishi hivi wakiwa wamerekebisha, ili hata watoto wao waishi vizuri, wawe na misingi mzuri. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba kama huyu kijana yuko pale katika ile ndoa kwa nia ya kuona kwamba alisukumiwa na mzazi, mimi naomba atafute mchungaji ambaye yuko karibu, ama baada tutakapokuwa tukifunga kipindi hiki achukue namba ili tupate kumshauri zaidi, kwa sababu ya kwamba atakapoendelea kuishi kwa hii ndoa na huo uchungu, mimi naona kwamba hii ndoa haitakuwa salama. Maana kuna ile rejection spirit ndani pale imemwandama, imemjaa. Anaweza anza kuishi katika maisha machungu na maisha mazito kwa sababu ya ajikubali tu, kama vile tulivyosema kwamba paka mtu ajikubali ndani ya moyo na amue kwamba mimi huyu ndio mke wangu, mimi huyu ndio mume wangu. Ni kweli wakati nilipokuwa nikifanya ngono naye sikufikiria kama ningepata mimba, lakini nimeipata. Basi niamue kuishi naye na kwamba huyu ndiye wangu wa kufa na kupona. Kwa sababu asipo make uamuzi huo, ataanza kuangalia nje, ataanza kutazama vijana wengine nje, na akitazama nje, kule nje kuna mambo mengi yanayemuotea, yanayemngojea, na baadaye tena atarudi ajute, aseme kama ningejua. So asingoje kule kama ningejua, yashatokea, amue akubaliane nayo na aingie kwa ndoa, atulie kama mwanandoa, avumiliane nayo katika moyo msafi na kumwambia Mungu, sasa hii safari Bwana niongoze, nisaidie ili nikamilishe nikiwa salama. Ni kweli hii imetokea, lakini hili naomba Bwana lisinipate nikiwa katika ndoa, ili Mungu akapate kuingilia kati. Namshukuru Mungu kwa neema hii na kwa kibali hiki ambacho ametufikisha umbali ametutoa mpaka hapa, tukiwa katika mazungumzo haya na vijana wetu wakati wanapoenda kujitayarisha kuingia katika ndoa. Mimi nasema vijana, karibuni, na tena mnapoanza kujiandaa kuingia katika ndoa, tujue ya kwamba kama vile tulivyosema, ndoa ni safari ndefu. Ili tunapofanya uamuzi wa kuingia kwa ndoa, tuwe tumeamua kabisa. Tusije tukaingia kwa ndoa tukakutana na changamoto pale ndani afu tukaanza kunungunika, wengine tukaingiza mguu ndani na tukakuta mguu mwingine uko nje. Tuamue kabisa na tuamue ili Mungu aweze kutawala. Kama jinsi maandiko yanavyosema, Mungu uheshimu uamuzi wa mwanadamu. Naamini Mungu akiwa mwaminifu, neno lake ambalo halibadiliki, ukiwa umeamua kweli kuingia kwa ndoa, Mungu atakuheshimisha ndoa yako na atakupa uishi katika maisha unayotaka, unayotamani katika ile ndoa. Ni mchungaji Gertrude Isanga ambaye ninaye hudumu mahali pale Msambweni. Mungu wa mbinguni akaweze kukubariki kwa masikio yako uliyotupatia, na hata kwa ushauri, hata kukaa mpaka masaa haya ili kuweza kusikiliza
na kubadilishana maneno pamoja. Mungu awabariki. Amen. Asante sana, tutarudi kwako kwa kuweza kupeana namba na vile vile kwa kuweza kufunga na maombi. Wacha tuweze kusikia kutoka kwake mchungaji Pastor Willy katika kuweza hitimisha na vile vile kwa kuweza kupeana nambari zake za simu na direction ya kanisani. Karibu sana mchungaji. Asante, nashukuru. Mimi nafurahi kwa sababu ya mafunzo haya ambayo tunaamini tunapeana watu sahihi kwamba iwasaidie wanapojiandaa. Miaka yetu, nataka kusema ya kwamba miaka yetu wakati tunapokuwa vijana, tunapoendelea kukomaa na kutaka kuingia katika masuala ya kindoa na kiujamii, hatukuwa tunapata fursa kama hizi za kupata mafundisho kama haya. Kwa hivyo ninataka kusema kwamba watu wana faida kubwa sasa kwa wakati huu kwa sababu ya muda ambao Mungu anatupatia sisi na wengine pengine kuwapeana mashauri. Kwa hivyo nina imani ya kwamba wale ambao wanapata fursa za kusikiza na hawajaingia kwenye ndoa hawatachezea muda huu, hawatachezea nafasi hii, maana hii nafasi kwao ni ya muhimu sana na itawapatia kujiandaa kabisa na kuhakikisha kwamba wanapoingia kwenye masuala ya ndoa na kiujamii wamejikusanya vizuri kabisa, wamejiweka sawa na mambo hayatawalemea. Nadhani kusema ya kwamba yale mambo ambayo yamekuwa magumu na mazito kwa wengine, kwa sababu pengine hawakuwa wanapata mawaidha au mafunzo na maandalizi ya kujiweka katika ndoa, basi ndoa nyingi zimekuwa na shake-ups, zimekuwa na mivurugo na mizozo na masumbufu. Nina imani ya kwamba kupitia kwenye station hii na radio yetu hii, kwamba ndoa za wale wote wanaosikiza na kupata muda wa kukaa chini ya redio na mafundisho watajiwekea ndoa ama watajitengenezea ndoa zenye busara, ndoa zenye faida na ndoa zenye nguvu sana, ambapo watafurahia na wengi watatamani maisha yao ya ndoa kwa sababu ya namna wameyatunza na kuyalinda kupitia kwa mafunzo ambayo wanayopata ama tunayopeana na kwa neema ya Bwana. So nataka kusema ya kwamba ni vyema na ni vizuri kwamba mtu anapofundishwa basi aliingize hili neno kwenye matendo ili likaweze kumzalia kabisa. Mtu ajiandae na ajiweke katika usawa anapoingia katika swala la ndoa, litamsababisha aone faida kubwa katika maisha yake. Mimi ni mchungaji Willy Tole, mchungaji wa kanisa la Faith Family, na tuko katika mji huu wa Voi, maeneo ya Mwakingali. Tuko hapo na Mungu ametupa nafasi tukamwabudu na tukamtukuze kwenye eneo hilo kwa sasa hivi. Kwa hivyo ibada zetu za Jumapili siku ya Jumapili ni kuanzia saa 4 asubuhi, na ibada ya pili ambayo inaenda ni ibada ya baada ya ibada ya kwanza ambayo ni ya maombi, ibada yetu ya pili tunaanzia saa 5:15 hapo mpaka saa 7:15 tumekamilisha ibada yetu ya pili. Na vile vile ungependa upatikane katika siku za katikati ya wiki, basi siku hizi huwa mimi nipo kwa ajili ya kushauriana, kuongea pamoja na hata kutiana moyo na kuomba pamoja. Siku ya Tuesday na siku ya Fridays ni siku ambazo ninapatikana, na pia siku ya Wednesday ninapatikana kwenye masaa ya saa 8 kuendelea. Hizi siku 3 katika wiki basi tunakutana na tunaweza kuwa tukisaidiana kwa pamoja kwa maombi pamoja na masaidiana mashauri. Kanisa letu liko Mwakingali na liko Mwakingali maana Mwakingali ni 2, kuna ya hospitalini na ile ya upande mwingine wa Voi Secondary. Sisi tuko huo upande wa Voi Secondary, hapo ndipo tuko Mwakingali na ungependa kuwasiliana pamoja nami, pengine uko mbali lakini ungetaka tuombe pamoja, ungependa tushirikiane, tusaidiane kimawazo na pengine ushauri, basi unaweza tumia nafasi ya kupiga simu kwa 0726 954482 0726 954482
utapiga, utaongea na mimi, au utatext na utaongea na mimi kupitia kwa hizo namba. Nataka kusema kwamba Mungu akubariki na uwe na usiku mwema. Alright, asante sana, shukrani tena zaidi. Karibu Pastor Gertrude kwa kuweza kupeana nambari ya simu na vile vile kwa kuweza kufunga kwa maombi. Amina. Ni mimi Pastor Gertrude Isanga wa Msambweni. Kwa neema ya Mungu na kushukuru wewe uliyekaa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Jamvi la Gumzo kwa ajili ya kuwatayarisha vijana wetu kuingia katika ndoa. Mungu wa rehema na neema akubariki. Na pia ombi langu ni kwamba Mungu awasimamishe vijana, awape nguvu na neema ya kuzishinda changamoto zote za ujana. Maana ujana pia ni safari ngumu. Pasipo Mungu hawataweza kushinda. Hivyo ni ombi langu kwamba tuendelee kuwaombea. Mzazi yote aliye mahali alipo ashike vijana mikono na kuwaweka katika maombi ili Mungu akapate kuwasaidia.